Na sasa tuzungumze na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, kuhusu taarifa ambazo tumekusomea hapa. Rahbi, karibu sana. Tuanze na taarifa ya Marekani ambapo Trump ameamuru kufungwa kwa muda kituo cha habari cha Sauti America VOA ambacho kimekuwa kikipeperusha matangazo yake kwa lugha 50 duniani kote. Na tunafahamu pia kwamba kuna idhaa ya Kiswahili ya Sauti America ambayo imekuwa ikishirikiana na vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo Azam TV. Tumekuwa na kipindi cha pamoja cha jarida la weekend na vipindi vingine mbalimbali. Lakini sasa hii taarifa inatusikitisha na imekuwa ni taarifa nzito kweli. Ni kwa nini Trump anaamua kufanya uamuzi kama huu? Nadhani Trump hakuwa amelenga moja kwa moja Voice of America, ila alikuwa amelenga taasisi nzima ya USGM, Global Media, ambayo ndani yake inamiliki vyombo vya habari ikiwemo VOA na Radio Free Asia, Radio Free Europe, zote zikiwemo ndani. Kwa muda mrefu VOA kwa macho ya Trump ni kama CNN. Ni vyombo ambavyo vina upinzani naye, yani anahisi kuwa huwa havimsifii na vimekuwa vikimkosoa. Kwa hiyo Trump anaenda kuirudisha Marekani zama za mawe, kile ambacho watu tulikuwa tunaamini kuwa Marekani inatetea haki, uhuru. Yeye anaenda hataki kitu kama hicho, kwa sababu tumeona ni wiki jana tu ambapo serikali hii ya Trump ilienda kumkamata mwanaharakati wa Kipalestina Mahmoud Khalil, ambaye ndio amezua maandamano makubwa zaidi, kwa kile ambacho wanasheria wengi wa Marekani walijiunga wakasema kuwa haiwezekani hili litokee, kwa sababu wanasema kuwa huyu yeye alikuwa akitetea wanaharakati tu, wala hakuwa gaidi, hakuwa chochote. Sasa ni mwendelezo ule ule wa Trump kwenda kunyamazisha wakosoaji wake. Sasa unaona kuwa kama USGM, Global Media, ambayo imepigwa pini sasa na utawala wa Trump, wanapewa taarifa ya ghafla. Tuseme tu wafanyakazi wenyewe tu wa Voice of America, kwa sababu wanatangaza kwa lugha zaidi ya 50, wako zaidi karibu 1300. Kwa hiyo walipewa barua pepe kuwa kwa muda itasimamishwa. Sasa haijulikani mpaka lini, kwa sababu hii inaweza wakazuia kwa mahakama, lakini kwa sababu kama aliweza kusimamisha USAID, shirika ambalo liko kwa mujibu wa katiba, na akafanikiwa hilo, hapa naona tena mtifuano mwingine wa kisheria unaweza ukaendelea, na utawala wa Trump umedhihirisha kuwa awamu ya pili ni tofauti ya kwanza. Awamu ya kwanza ilikuwa inadhibitiwa sana na mahakama. Mahakama ilikuwa inazuia vitu vingi na Trump alikuwa anakubaliana na hilo, lakini mara hii tumeona ni juzi jana, wakati uamuzi wa kuhamisha wale watu 200 na wa Venezuela, wanasema hao walikuwa kwenye makundi makubwa ya uhalifu, walikuwa kwenye magereza ya Marekani, wakapelekwa kule wamepelekwa kule El Salvador kwa naib. Sasa wakati wanataka kupelekwa, tayari kulikuwa kuna zuio la mahakama. Zuio la mahakama limetoka kuwa hawataki kuondoka kwenye ardhi ya Marekani, lakini utawala wa Trump uliwasafirisha na zile ndege 2, wakawa wameshatoka kwenda El Salvador. Baadaye wakajitetea wakasema kuwa amri ya mahakama inatoka, tayari wale watu walikuwa wako kwenye ndege, kwa hiyo hapakuwa na uwezekano. Lakini tayari serikali ya Trump ilikuwa imeilipa El Salvador dola milioni 6 kwa mwaka kwa ajili ya kukaa na hawa watu 206 ambao walikuwa wanatoka kwenye makundi ya silaha ya madawa kulevya, walikuwa wanashikiwa kwenye magereza ya Marekani, ambao asili ni wa Venezuela. Kwa maana Trump alitaka VOA iwe chombo fulani ambacho kinasifia serikali, kwa sababu kimsingi ni chombo ambacho kinafadhiliwa na serikali ya Marekani, sio? Alitaka iwe kama Fox News. Yani Fox ni wahafidhina wao, Trump, yani mrengo wao ni huo. Sasa yeye hakubaliani na ukosoaji wa aina yoyote, na Trump hili alidhihirisha mapema. Chukulia washirika wake kama kina Pompeo, kina Haley ambao aligombea naye, Nick Haley amegoma kuwaweka serikalini kwake. Hii serikali anakuambia hawatoingia kwenye kisa nini? Wote hawa ni wa Republican. Kisa tu waligombea naye kwa ulini challenge. Na hilo yeye analidhihirisha wazi kwa sababu ni mtu wa visasi. Ugomvi wake mkubwa na Zelensky ni visasi, kuwa ulinifanyia nini wakati ule. Kwa hiyo sasa yeye anadhihirisha hilo moja kwa moja. Sasa anatumia sheria kubwa sana ambayo kuhakikisha kuwa anaenda kuminya. Sasa haya mashirika yanafungwa kwa sababu alianza na USAID na mashirika mengine, sasa hivi tunaona VOA. Nini hatima ya mashirika haya? Tutarajia kwenye utendaji kazi wake, ama ndio yamefungwa moja kwa moja?
Katika kipindi cha Trump anaweza akafanikiwa kufunga baadhi ya mashirika, kwa sababu nina uhakika kama Voice of America tayari wameshawasilisha masuala yao mahakamani kupinga hili, kama ilivyo kwa USAID kwenda kupinga mahakamani. Kwa hiyo kesi mama itaendelea. Muda wa Trump madarakani sio mrefu sana. Tunaweza tukayashuhudia yale yale ya awamu ya kwanza ya Trump, halafu alivyokuja Joe Biden, unakumbuka awamu ya kwanza aliitoa Marekani kwenye shirika la mabadiliko ya hali ya duniani WHO, shirika la afya akaiondoa, akamtoa kwenye makubaliano yale ya Irani, akatoa kwenye mashirikisho mengi na akafunga baadhi ya vitu, lakini siku ya kwanza ya Joe Biden ofisini naye akaanza kurejesha tena. Ni vile vile alichokuja ukifanya tena Trump baada ya kurudi tena hii mara hii. Siku ya kwanza tu ofisini naye akasaini maamuzi mengi ambayo kwa yakaenda tena kuzuia. Kwa hiyo ni miaka minne ya Trump. Tunaweza tukashuhudia hata Voice of America, kwa sababu hili ni shirika lilianza 1942, yani ni kongwe kweli kweli. Vita ya pili ya dunia ndio lilianzishwa wakati huu kwa ajili ya kujibizana na USSR na Japan kwenye propaganda ya dunia, kutangaza na kufanya nini. So ni shirika kongwe ambalo limekuwepo kwa miaka na miaka. Sasa linaweza likala likizo kwa miaka minne. Halafu baada ya pale watajua watafanya. Akija rais mwingine pengine watarejesha. Yani tunarudi kwenye ile. Lakini hii likizo wafanyakazi wake wanaendelea kulipwa mishahara ama ndio wamepoteza kibarua chao? Haijafahamika moja kwa moja, kwa sababu taarifa waliopewa ni kuwa wamesimamishwa kwa muda wote. Sasa wasikilizaji milioni 400 duniani ambao huwa wanasikiliza Voice of America watakuwa wametoka kwenye njia. Hapa Tanzania na Afrika Mashariki tumekuwa tukipokea matangazo ya Kiswahili ya Sauti America na ni katika kupitia vyombo mbalimbali vya habari, ni katika idhaa ambazo zimekuwa zikitegemewa pia, idhaa kubwa za kimataifa. Maana yake tutarajia kuendelea kupata huduma hiyo, ama kwa sitisho hili maana yake ni kwamba tutashindwa sasa kupata matangazo hayo? Nilivyosikia hili tangazo nimetazama wale wa Ulaya, serikali za Ulaya ambazo zilikuwa pia kwa sababu katika hilo shirika walikuwemo kuna wale Radio Free Asia na Radio Free Europe. Wale wa Europe wao wanasema huenda wakawasilisha swala hilo Brussels, kuomba EU iendelee kufadhili Radio Free Europe ili iendelee kutoa huduma, kwa sababu ina faida kwa upande wao. Sasa maana yake haitakuwa chini ya haitakuwa inapokea, kwa sababu kilichotokea Marekani kwanza imekata ruzuku moja kwa moja kwenye shirika hilo. Yaani mashirika ambayo yanapokea ruzuku ya serikali moja kwa moja. Kwa hiyo nakupa fedha, lakini kwa nini unawasifia au unisifii? Kwa hiyo yani fedha zangu utafikia natoa mfukoni kwake na wapa, kwa nini hamnisifii? Sasa wale wa Europe wenyewe wanaenda kuweka ruzuku ili waweze kuendelea, wanataka kuwasilisha hilo sasa, waone kama wanaweza kuweka ruzuku ili Radio Free Europe iendelee kutangaza. Lakini Radio Free Europe ni sehemu ya Voice of America ambayo imekuwa ikipokea fedha kutoka Marekani. Sasa kwa huku Afrika, kwa sisi hatujui tena, na sisi huku labda kwa kuna mpango gani tena, kuna taasisi gani ambayo inaweza ikaamua kuifadhili Voice of America iendelee kutoa huduma. Sasa hebu tutazame Burkina Faso. Burkina Faso zamani ikiitwa Upper Volta ya kina Thomas Sankara. Imekuwa ni nchi ambayo ina historia ya kutawaliwa na wanajeshi na hivi karibuni wanajeshi wamechukua madaraka chini ya kijana mdogo Ibrahima Traore. Kumekuwa na shutuma kwamba serikali yake imekuwa ikiua raia magharibi mwa nchi hiyo, lakini wao ni kama hizo tuhuma wanazipuuzia hivi. Zina msingi wote? Mwaka 2012 kulizuka uasi mkubwa, na hasa ndio sababu ya machafuko makubwa ya Burkina Faso ambayo yamekuwa yakiendelea. Asili ule mzizi wake ulitoka kuanzia miaka 2012, na huu mzizi unatoka moja kwa moja kwenye connection ya Libya. Baada ya Libya kudondoka, kuvurugika usalama wa Libya, silaha zikamwagika, zikapenya kwenda Sahel, kwa sababu Libya anapakana na Chad. Kwa hiyo silaha nyingi zikapita Chad, zikapita kwenye ule mfereji ambao moja kwa moja zikatokea magharibi mwa Afrika. Hapa ndio kukachafuka. Sasa vurugu ya mwaka 2012 kabla haijahusisha makundi yale yenye itikadi kali, tayari ilikuwa ni vurugu ya makabila, hasa kabila ya Fulani. Kabila ya Fulani ni kabila moja ambayo naweza kusema imekaa kwenye mipaka mingi ya nchi za magharibi mwa Afrika, ikiwemo na yenyewe Burkina Faso na kwenye mpaka wake na Mali, lakini kwenye mipaka hata ya Nigeria ya upande wa pili. Fulani ni kabila moja ambayo jamii yake kubwa inatokana na wengi wa Fulani ni Waislamu. Wakaanzisha uasi kuona kama tunavutana na serikali kuu. Kwa hiyo Fulani wakataka kujitenga kutoka Burkina Faso. Kwa vita kubwa ikapigwa mpaka yalivyokuja kufanyika mazungumzo Ufaransa na kwingine kati ya 2015 na ngapi, wakaja kusuluhisha hili swala. Sasa kinachoendelea Burkina Faso hivi sasa
ni kama kuna ile kabila ya fulani kuhisi kuwa imetengwa na serikali kuu. Na kile kinachoonekana Goodluck, kuna kitu kimoja ambacho ukiingia kwenye platform kama YouTube, kuna simulizi nyingi, watu waandika maudhui au wanaoandaa maudhui nyingi zinazomzungumzia Ibrahim Traore, zinapambwa sana, zinaandikwa vizuri sana, na ni kwa sababu watengeneza maudhui wanajua watu wanataka kusikia nini. Kwa hiyo hadithi inaandikwa kama hadithi, yani sio uhalisia, inaandikwa kwa kupambwa sana kwa sababu watu wanatamani kukiona hicho ambacho cha kina Ibrahim Traore. Traore na jeshi lake wanamiliki nchi ya Burkina Faso kwa 40% tu. Yani 40% ya nchi ndio iko kwenye mikono ya kina Traore, lakini zaidi ya hapo, ile 60% iliyobaki, nchi iko kwenye mikono ya waasi, kwa haiko kwenye mikono ya udhibiti wa serikali. Sasa kile ambacho huwa tunakiona na kile kilicho halisi kwenye Burkina Faso ni vitu viwili tofauti. Tukiona maana yake tukiwa nje ya Burkina Faso. Maana yake Ibrahim Traore anaonekana shujaa vibaya sana. Ndio nakwambia waandika maudhui. Mfano ukiingia YouTube hawatoi uhalisia, wanakupa kitu ambacho unataka kukipata. Ni taarifa kama zile za Putin, kuwa tunakupa kile unachokitaka, kwa sababu tukimkosoa Putin wewe utakasirika. Lakini ni wazi, kuna ushahidi wote unaothibitisha kwamba ni kweli jeshi linaua raia? Video zilizosambaa wiki jana ambazo ndio zimeleta hizi shutuma, kuna video zilisambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, zilionyesha kuwa kuna wanamgambo ambao wanaungwa mkono na jeshi, sio jeshi, wanamgambo wanaoungwa mkono na jeshi la Ibrahim Traore walikuwa wamefanya mauaji kwenye jamii ya fulani, hiyo kabila ya fulani, kwa sababu wanasema kuwa fulani inaunga mkono makundi yenye silaha ya waasi. Yani hiyo kabila ya fulani, kwa sababu nakwambia hii kabila ya fulani kiasi kikubwa wao ni jamii ya Waislamu. Kwa hiyo na wengi wako Nigeria. Na wengi wako mipaka karibu yote ya magharibi mwa Afrika inakusanya. Yani fulani ni moja ya kabila, nikifananisha na sisi hapa, sijui niseme kabila gani ambayo imechukua eneo kubwa zaidi. Yani hapa sisi tunaweza kusema tuna Wajaluo wa hapa, tuna Wajaluo wa Kenya, lakini tuko kwenye nchi mbili. Labda Masai labda. Tunaweza kusema, lakini Masai tuko nchi mbili tu, Kenya na Ethiopia pia kwa kiasi fulani. Okay. Sasa hawa wamechukua Nigeria, wamechukua sijui wako Cameroon, wapo Burkina Faso, wako Mali, wako Niger. Yani wamechukua eneo kubwa. Halafu ni wafanyabiashara wakubwa sana. Ni matajiri, wana fedha. Sasa hawa wanahusishwa kuwa hawa ndio wanafadhili makundi yenye silaha. Sasa hii video iliyoleta shutuma ni ile video ambayo inaonyesha sasa wanamgambo ambao huwa wanapewa mafunzo na jeshi la Ibrahim Traore, na wanachukua silaha na kila kitu kutoka kwa Ibrahim Traore, wakifanya mauaji kwenye hilo kabila la fulani. Na ikatajwa watu karibu 60 waliouawa. Ndio hizo shutuma sasa za kimataifa kulitaja jeshi la Burkina Faso kuwa linahusika kwenye yale mauaji, lakini video zinaonyesha sio jeshi la Burkina Faso lililofanya hayo mauaji, isipokuwa ni wanamgambo wanaoungwa mkono na jeshi ndio wameofanya hivyo vitu. Sawa kabisa. Angalia taarifa nyingine. Tuna taarifa hapa kuhusiana na, tumemalizana na hii huku Burkina Faso anakotoka shemeji yetu Stefan Aziz Ki. Sasa tuhamie taarifa ya China ambayo imealikwa kwenye mkutano wa kilele wa maadhimisho ya miaka 50 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Ulaya na China ambao unafanyika huko Brussels nchini Belgiji. Tunaona Rais Xi Jinping wa China hajataka kuhudhuria mkutano. Na hii imeleta wasiwasi mkubwa kwamba pengine uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Ulaya upo kwenye mashaka kidogo, naelea kidogo. Nimeshindwa kuelewa kwa nini Ulaya mara hiyo wamemwalika Xi wakati mara zote Xi haendi, anakuwa waziri mkuu ndio anakwenda. Kuna kitu kinanifikirisha kuwa nadhani Ulaya baada ya kuwa wamemwegemea sana Marekani katika kipindi kirefu, na Marekani ni kama vile unajua umemwegemea mtu kwenye bega lake alafu amepisha lile bega amekuacha, sasa unatafuta usidondoke. Nadhani wanatafuta ukaribu na kutafuta kivuli kidogo cha Uchina, kwa sababu ni kama watoto ambao wameachwa na watoto yatima, tuseme kuwa wameachwa na mzazi wao hivi sasa, baada ya Marekani kuonewa kuwa skip kwa muda mrefu, kuwakimbia hivi sasa haonekani kama yuko upande wao. Sasa wanaona hebu labda tuegemee hata upande mmoja, tupoze upepo, yani ile kivuli tukipata. Lakini kiuhalisia unaona taarifa iliyotolewa na Uchina anasema kuwa sio utaratibu ambao wako nao kwenye haya, yani sio kwa utaratibu kuwa lazima Xi aende, kuwa huwa mara zote tunaadhimisha kila mwaka na rais haendi, anakwenda tu waziri mkuu. Sasa mara hii kwa nini mnamtaka Xi aende? Kwa hiyo unaweza ukaona kama vile Ulaya sasa wanatafuta ndugu. Tumalizie kidogo na taarifa ya Yemen
tumeona Marekani wamefanya mashambulizi kwa mara ya kwanza tangu Trump aingia madarakani dhidi ya waasi wa Kihouthi. Kundi la Wahuthi limekuwa kundi maarufu sana, linatajwa sana, watu wanalisikia sana. Lakini hao Wahuthi ni kina nani na wanapigania nini hasa? Tumeona Marekani wamewashambulia na wameua watu 31. Wahuthi ni wa Yemen. Kiasili kabisa ni wa Yemen. Na kiasi kikubwa cha nchi ya Yemen iko kwenye mikono yao. Hata mji mkuu wa Sanaa waliuchukua mwaka 2014. Wahuthi wanachosema wao waliungana na Wapalestina katika vita yao, na katika kipindi cha miezi 15 ya vita ya Hamas na Israeli, chote kipindi cho Wahuthi walisema sisi tutasaidia Wapalestina ili liishe. Kwa hiyo walianzisha kile kinaitwa ile waliblock njia ya Bab el-Mandeb. Kuna ile lango linaoingia linaokwenda moja kwa moja mpaka Suez Canal kule, unaenda unatokea Iskandaria, Alexandria kule Misri. Ule mfereji wa bahari ya Sham, bahari Nyekundu, wao waliuziba. Kuwa meli inayohusiana na Marekani, inayohusiana na Israeli haiwezi kupita. Na Israeli ilikuwa ikitumia bandari ya Eilat. Bandari ya Eilat ni moja ya miji ambayo Israeli ilichukua mwaka 67 katika ile vita yake, lakini ni mji wa Kipalestina unaitwa Rashrash. Sasa pale kuna bandari ambayo hawa Wahuthi walihakikisha wana block mpaka ikafungwa. Kwa hiyo ilipotea. Sasa kipindi hiki, wakati wa makubaliano haya ya usitishaji wa mwezi Januari, wao pia walitangaza kuwa na sisi tumesitisha machafuko yoyote na Israeli, yani kuwa meli zinaweza kupita hivi sasa kwa sababu amani imepatikana. Sasa Israeli ilivyogoma kuingia awamu ya pili ya mazungumzo ya kwenda usitishaji, halafu ikatangaza kufunga, hawa Wahuthi wakasema kuwa kwa sababu Israeli ameisha kataa, na sisi tunampa Israeli siku 4 hakikisha amefungua misaada ingie Gaza. Kama hawezi, tunaanzisha tena kuzuia meli. Kwa hiyo lile lilikuja tangazo kuwa tunazuia. Sasa siku zilivyopita wakasema tunaanza kuzuia meli. Walikuwa hawajazuia meli hata moja na hawajashambulia meli hata moja toka kwenye tangazo lao. Kilichotokea ni Marekani, Trump yeye kuwa wahi katika haya mashambulizi, lakini ndio walitangaza kuwa sasa tunaanza mzingiro tena wa meli. Sasa hali itakuwa, tunafahamu kwamba bidhaa nyingi ambazo hata sisi huko tunazipokea, kuna meli nyingi sasa zinapita kwenye ukanda huu, kwenye eneo hilo, inaweza kuathiri kwa vyovyote pengine hali ya mambo jinsi ilivyo. Ukiangalia mfano kwenye mzingiro wa mwaka mmoja uliopita, ni meli karibu 25,000 ambazo zinapita kwenye ile eneo, lakini zilipita 10,000. Kwa hiyo kuna meli nyingi zilizunguka Afrika. Kwa sisi huku tunaweza tusiathirike sana, kwa sababu target ya hawa Wahuthi sio meli zote. Wao wanaangalia meli za Marekani, Israeli, ambazo ndio wamekuwa zinapita. Hazina shida yoyote. Kuna hofu, ndio maana hata wengine pia inabidi wazunguke. Kuna hofu ya uharamia, piracy. Kumekuwa na hiyo hofu ambayo hata kwenye pwani ya Somalia, lakini kiuhalisia hata ukitazama kwenye hiyo awamu ya kwanza walikuwa wanazuia, kwa sababu shutuma zilipelekwa hadi kwa Urusi. Kwa nini meli za Urusi na China zinapita haziguswi, halafu meli za wengine zinaguswa? Kwa hiyo hata wao walikuwa wanasema moja kwa moja kuwa sisi hatugusi meli zote, isipokuwa sisi tunaangalia meli ambazo tunazitaka ni za Marekani na washirika wake ambao kuwa wanaenda kusaidia kwa nafasi yoyote kwa Israeli. Sasa shukrani sana Ibrahim Rahbi, huyo mchambuzi wa masuala ya kimataifa, tukikamilisha